Hujambo mtazamaji wa Amash Online TV. Karibu katika makala hii maalum. Mtayarishaji na msimuliaji wako ni mimi, Maretini Mina. Mtazamaji, leo tupo Winazi Pre and Primary School, ambapo historia mpya imeandikwa. Shule hii imezindua rasmi maabara ya kompyuta, hatua inayolenga kuwawezesha wanafunzi kupata ujuzi wa kidijitali mapema. Katika dunia inayobadilika kwa kasi ya teknolojia, elimu ya kompyuta imekuwa hitaji muhimu. Uongozi wa shule unaamini kuwa uwekezaji huu utawajengea wanafunzi msingi imara wa maarifa ya kisasa. Uzinduzi wa kompyuta lab hii italeta mabadiliko chanya ambayo yatamfanya mwanafunzi asiwe tu mtumiaji, bali awe mtu mwenye uwezo wa kuunda au kufanya tafiti mbalimbali na itawezesha kumfanyia mwanafunzi awe na uwezo wa kufanya ubunifu binafsi, kwa sababu dunia sasa hivi uelekeo wake ni wa sayansi na teknolojia, na ndio kitu ambacho kinashika hatamu katika ulimwengu mzima. Kwa hiyo uwepo na kompyuta lab hii kutamfanya mtoto asiwe yule wa kupata nadharia tu ya teknolojia, bali awe anaishi maisha yake katika teknolojia ya habari na mawasiliano. Mtazamaji, uzinduzi huu umehudhuriwa na walimu, wazazi pamoja na mtaalamu wa masuala ya teknolojia. Tukio hilo limeashiria mwanzo wa safari mpya ya kujifunza kwa kutumia vifaa vya kisasa. Uzinduzi ni mzuri na upongeza uongozi wa shule kwa kuweza kuanzisha chumba cha tehama ambacho kitasaidia wanafunzi, walimu na jamii kwa ujumla kuweza kujifunza masuala yote yanayohusu teknolojia. Tija iliyopo ni kwamba wataweza kujifunza teknolojia na kwenda na wakati, lakini pia itawarahisisha katika swala zima la kujifunza, lakini pia kuweza kwenda na wakati hasa katika masuala mazima ya teknolojia. Lakini pia ni takwa la kitaifa au kidunia kwamba sasa hivi watu wanatoka kwenye matumizi ya karatasi wanakwenda kwenye matumizi laini, soft copy. Wito wangu kwa wanafunzi ni kuweza kutumia teknolojia kwa manufaa chanya kwa ajili ya maendeleo yao binafsi na kwa maendeleo ya taifa kwa ujumla. Lakini wito mwingine ni kuendelea kutunza vifaa vilivyoko katika chumba hiki ili viweze kutumika kwa muda mrefu. Sasa hivi kama unavyojua dunia ni ya .com. Tunapoelekea sasa hivi hakuna chaki, hakuna karatasi, kila kitu ni online. Utafundishwa online, utapokea majibu yako online, utajibiwa online. Na dunia ndio hapoelekea sasa hivi. Kila kitu sasa hivi ni computerized. Labda tu kwa kuongezani kwamba shule hii ina watoto wa chini ya miaka 18. Na hizo kompyuta zina function nyingi, na kompyuta imedesigniwa kwa ajili ya watu wote, mkubwa mdogo. Sasa nadhani labda kuna kipindi sasa inabidi shule kama shule waamue kuweka mifumo rasmi kwa ajili ya watoto wadogo, ili wasiweze kwenda kuharibu tabia zao kupitia YouTube. Wanaweza kuweka restriction katika kompyuta. Kuna program maalum kwa ajili ya kublock matumizi mabaya ya kompyuta shuleni. Nadhani hiyo itawezekana kwa shule hivyo jipanga kwa vitendea kazi hivi, basi naamini mambo yataenda vizuri. Na kingine cha mwisho, sasa hivi tunapoelekea watoto wengi wanajifunza mitandaoni. Kwa sababu ukimaliza form 4, ukimaliza la 7 ukienda form 1 utakuta kompyuta ipo, wanafundishwa. Kwa hiyo kwa kichaanzisho hapo kwangu naona ni sawa, kwa sababu mtoto akitoka kula kimeza la 7 hapa akienda kule form 1, akienda O level atakutana na kompyuta, akienda advance atakutana na kompyuta, akienda chuo atakutana na kompyuta. Kwa hiyo ni all the way anapopita atakutana na kompyuta. Mfumo wa chaki na kalamu, hiyo ni mifumo ambayo ilikuwa ni awali. Kipindi cha nyuma ni kama msingi wa ufundishaji na ujifunzaji, ila kwa kulingana na ukuaji wa sayansi na teknolojia, sasa vitu hivyo vinakuwa vimepitwa na wakati. Sasa hivi tunaona duniani watu wanatengeneza smart board na kadhalika, vitu ambavyo vitarahisisha
ule upatikanaji wa material ama maudhui ya kielimu kwa urahisi zaidi, ambayo itamfanya mtoto awe na uhalisia na mambo mbalimbali. Kwa mfano sasa hivi ufundishaji unahitaji mtoto aone video au picha ya kitu halisi ili kujenga ule uwezo wa kuwa na experience na hiko kitu, japo sio kwa kukishika, ila simulation zile zinaweza kumfanya awe na experience ya kuwa na maarifa ya juu ya mada husika au kitu husika. Mtazamaji, kwa mujibu wa walimu, somo la kompyuta sasa litafundishwa kwa vitendo zaidi, jambo litakaloongeza uelewa na hamasa kwa wanafunzi. Mtazamaji, wazazi wameongeza kuwa maabara hiyo itaongeza thamani ya elimu wanayoipata watoto wao. Nimefurahishwa sana kujumuisha kama wazazi kuja kushuhudia uzinduzi wa hiki chumba cha kompyuta, na nitumie fursa hii kwa kuongeza sana shule, kuongeza mkurugenzi, na hii ni kiashiria kizuri kwamba watoto wetu wanaenda kupata elimu sasa inaenda na wakati huu ambao tunasema ni kizazi cha teknolojia. Nimefurahi sana kwa uzinduzi wa sehemu hii ya kompyuta. Ni maeneo machache sana ambayo unaweza kukuta eneo zuri na ambalo lina maandalizi makubwa kama haya. Wakati wa enzi zetu tunasoma vitu kama hivi havikuwepo. Nafikiri pia wazazi wengine ni mashahidi kwamba uzinduzi huu mahali sehemu chache sana ambao unaweza kuwa umeiona. Kwa hiyo nitoe wito tu kwa wanafunzi na kwa wazazi waweze kutumia chumba hichi. Ni chumba ambacho ni mahususi. Teknolojia sasa hivi imekuwa kwa kiasi kikubwa, kuna mfumo wa AI, kwa bila kuwa na foundation kama hii inaweza kuwa ni ngumu sana kuendana na hiyo teknolojia. Kwa wito kwa wazazi, kwa wanafunzi, tuendelee kutumia vizuri teknolojia hii. Nafikiri itakuja kusaidia na kutoa matokeo chanya huko mbele ya safari. Kwanza niwapongeze uongozi wa shule hii kwa kweli kwa kujenga computer lab hii ambayo ni ya kisasa sana kwa mkoa huu wa Tanga. Kwa hiyo niwapongeze sana uongozi wa Winners. Pili, hichi ni kitu muhimu kwa sababu katika karne hii ya 21 ni muhimu watoto kufahamu matumizi ya kompyuta, kwa sababu huko tunakoelekea kila taaluma kila nyanja itakuwa inatumia teknolojia na kompyuta. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana kwa watoto wetu na inawaandaa hasa kwa ajira za baadaye. Kwa hiyo nitoe wito tu kwa wazazi ambao labda hawajaleta watoto wao kwenye shule hii, wawalete watoto, kwa sababu kwa kweli shule hii inajitahidi kwenda na kasi ya teknolojia na karne hii ya 21 inavyotakiwa kwenda nayo. Mtazamaji, uzinduzi wa maabara hii ya kompyuta ni zaidi ya tukio la kawaida. Ni hatua muhimu ya mustakabali wa elimu ya kisasa. Kompyuta inahitaji utunzaji muhimu sana, hasa sana vumbi, na haihitaji kuwa sehemu yenye joto pia kompyuta ipatane nalo. Afu kingine, kompyuta ni hizi malware ambayo tunasema na antivirus. Ukiweka antivirus kwa kompyuta yako itadumu zaidi. Usipoweka antivirus kwa maeneo itakuwa attacked na zile hackers. Utakuwa na zile unwanted software kwenye kompyuta zako ambazo zikiingia kwenye kompyuta zina collapse kompyuta, ndio inasababisha kuwa Windows, kuwa diski, kuwa mfumo wa kompyuta. Cha kufanya labda ni kuseti firewall. Firewall ni mfumo wa kiusalama zaidi ambao unasaidia kuzuia matumizi mabaya kwenye kompyuta. Hackers wale hack kompyuta, ambao firewall unaweza kama kuseti kwenye routers au kwenye switch zao. Sasa kwenye routers unaseti kuweka firewall kwamba ikitokea kuna hackers ametaka kuhack kompyuta yako inakuwa restricted na hii firewall. Mzazi ambaye amemleta mwanafunzi hapa hatojutia, na pia kwa mzazi ambaye anatamani mwanae afike hapa, ni muda wake sasa kumleta mwanae, kwa sababu sisi tunamfanya mwanafunzi kuwa na uwezo wa juu zaidi juu ya matumizi ya tehama. Hivyo itamsaidia yeye kwa ngazi zijazo za kielimu kama vile vyuo na kadhalika, kwa sababu dunia sasa, narudia tena, ni dunia ambayo inahitaji teknolojia kwa sehemu kubwa ili kuendesha mambo yake. Kazi nyingi zinaonekana sasa hivi zinapotea katika manual work, zinaingia katika digital work. Kwa hiyo
ni muda sahihi sana kwa mzazi kuleta mwanafunzi hapa Winners, na pia kwa mtu ambaye bado yupo Winners asifikirie kumuondoa mtoto sehemu hii, kwa sababu ni mahali sahihi sana. Kwa wanafunzi wa Winners Pre and Primary School, safari ya teknolojia imeanza rasmi leo. Kwa nukta hiyo sina la ziada. Mtayarishaji na msimuliaji wa makala hii ni Anko Martin Mhina.